Ukraine imedhibitisha kuwa imefanya mashambulizi makubwa ya drones dhidi ya vituo vya kijeshi vya Urusi, hasa vile vinavyohifadhi ndege za kivita pamoja na mabomu, likiwa ni pigo kubwa kwa uwezo wa anga wa Urusi. Kiev inadai kuwa mashambulizi hayo yaliharibu ndege za kijeshi zenye thamani ya takriban dola bilioni 2, mashambulizi ambayo yalifanyika maelfu ya kilomita kutoka mstari wa mbele wa vita. Taarifa za mashambulizi hayo zimetolewa zikiwa zimeambatana na picha za satellite na ripoti zisizo rasmi zinazoonyesha mlipuko katika maeneo ya anga ya Urusi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za Ukraine kuzima uwezo wa Urusi kushambulia miji na miundombinu ya kiraia. Kiev inasema operesheni hiyo ilikuwa sehemu ya mkakati wa kuzuia na kuongeza ushawishi kabla ya kuingia kwenye duru mpya ya mazungumzo ya kidiplomasia. Wakati huo huo, serikali ya Ukraine imetangaza kuwa wanajeshi wake 12 wameuawa baada ya Urusi kushambulia kambi ya mafunzo ya kijeshi mashariki mwa nchi, ikiongeza idadi ya vifo kwa wanajeshi na raia katika kipindi cha siku chache zilizopita. Tukio hilo linaonyesha jinsi hali ilivyotete licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoendelea. Wajumbe kutoka Urusi na Ukraine wamewasili mjini Istanbul kwa raundi ya pili ya mazungumzo ya amani ambayo yamepangwa kuanza rasmi Jumatatu. Ujumbe wa Urusi unawakilishwa na mshauri wa ngazi ya juu wa Kremlin Vladimir Medinsky aliyewasili Jumapili, huku Ukraine ikiwakilishwa na waziri wa ulinzi Rustem Umerov ambaye alitua jijini humo mapema Jumatatu. Mazungumzo haya yanatarajiwa kuangazia fursa za kusitisha mapigano, kubadilishana wafungwa wa vita pamoja na kuhakikisha usalama wa maeneo ya kiraia ambayo yameathirika kwa kiwango kikubwa tangu kuanza kwa mzozo huo mnamo Februari mwaka 2022. Tayari kuna matarajio miongoni mwa jumuiya ya kimataifa kwamba Uturuki kupitia mkuu wa ujasusi Ibrahim Kalin itasaidia kupunguza mvutano kwa kuwa mwenyeji na msuluhishi wa mazungumzo. Duru hii ya mazungumzo inakuja wakati pande zote zikiendelea kubadilishana mashambulizi ya drones usiku kucha, hali inayofanya matarajio ya amani kuwa tete. Hata hivyo, wachambuzi wa kisiasa wanasema huenda ni mwanzo wa kujenga mazingira ya maelewano, hasa kwa sababu hali ya kiuchumi na ya kibinadamu kwa mataifa yote mawili imezorota vibaya. Wachambuzi wa kimataifa wanaona kuwa mashambulizi ya Ukraine dhidi ya ndege za Urusi yanaweza kuwa mkakati wa mazungumzo, kuonyesha nguvu kabla ya kushiriki meza ya mazungumzo. Aidha, Urusi naye inaweza kutumia mashambulizi ya kujibu kama njia ya kusisitiza msimamo wake wa kisiasa na kijeshi. Lakini hali hii ya siasa za nguvu huenda ikakatiza juhudi za kweli za amani. Pande zote mbili zinahitaji amani, lakini hakuna aliye tayari kuonekana mnyonge, asema mchambuzi wa masuala ya usalama wa Ulaya Mashariki Profesa Ivan Dimitrov. Kwa sasa, macho ya dunia yanaelekezwa Istanbul, ambako historia ya karibuni imeonyesha kwamba Uturuki inaweza kuwa daraja la mazungumzo kati ya mataifa hasimu. Ikiwa raundi hii ya pili itazaa matunda, basi inaweza kuwa mwanzo wa mchakato wa kisiasa kuelekea usitishaji wa vita, upatanisho na hatimaye amani ya kudumu.